break hapa niliuliza kwamba iwapo mwamuzi Kiemba angekuwa ni yule aliyechezesha finali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya RS Berkane na Simba, Dahane Beida, yes, angechezesha mechi ya leo, unadhani ni maamuzi yapi angeliamua tofauti na alivyoamua Heri Sasi? Kwanza Nashoni asingemaliza mchezo. Angekuwa yuko nje kwa kadi 2 za njano na angepata nyekundu angetoka. Kwa sababu alipata kadi ya njano, alimchezea nadhani ilikuwa ni Zimbwe. Alianza na Zimbwe. Nakumbuka hiyo. Alafu kipindi cha pili nakumbuka Panzu alimchezea Eli Mpanzu. Ni kipindi hicho cha kwanza. Ilikuwa ni cha kwanza. Kwa kipindi cha kwanza Singida Black Stars wangecheza pungufu. Kama angekuwepo Dahane Beida, mwamuzi kutoka Mauritania huyo, aliyechezesha finali juzi tu. Lakini pia Singida wangepata penalty kwenye mchezo wa leo. Wasingetoka hivi hivi. Wasingetoka hivi hivi bila kupata penalty. Funga au asifunge hilo soja. Penalty wangepata. Ila penalty wangepata. Kama mwamuzi angekuwa sio Heri Sasi. Kwa tukio lipi? Kwa tukio la kwanza la Soa ilikuwa na Chamu. Ya kwanza kabisa kipindi cha kwanza. Tukio la pili kipindi cha pili Soa huyo tena. Alikuwa sasa na Chemalon baada ya kupata mpira kwa mabeki wawili, akajaribu kutani, Chamu akapiga naye kibuyu akaanguka, akawa anakimbizana kwenda kwenye boksi na Chemalon. Na akafanywa faulu akaanguka, mwamuzi akasema umejiangusha. Lakini kama pia ingekuwa ni mwamuzi mwingine kwa yale matukio ya Soa, basi Soa angetolewa nje. Sasa angepata kazi za njano 2 kwa yuko nje kwa kudive. Kwa kudive. Kama sio tuta, kwa nini Soa ameondoka hata yellow card ya kupata kwenye matukio yao yote mawili? Sawa. Simuuliza angekuwa mwamuzi mwingine nini kingeamuliwa tofauti. Na mimi nimekuwa specific. Angekuwa ni mwamuzi aliyechezesha finali ya juzi ya kombe la shirikisho. Kwa sababu ndio imekuwa ni mjadala, amekuwa talking point sana kwa maamuzi yake ya kikatili. Wengi tuliamini kwamba ni maamuzi ya kikatili. Lakini mchezo, unajua mchezo kampista unaenda na nyakati. Yaani kama mnatengeneza matukio makubwa ya kupelekea nyie kupata goli na mnaona mnanyimwa, huwa pia inaleta unyonge kwenye mchezo. Na kuwafanya wale wengine wajihisi kama ni superior ndani ya mchezo husika. Na utaona hata wakati anakosa zile, bado wachezaji wa timu pinzani walikuwa wanamfokea kuonekana kama amejiangusha, badala ya kuambiana bana, hizi faulu mnazofanya hizi, moja ikiamuliwa italeta shida. Kwa hiyo mimi nadhani kwangu mimi ni matukio hayo ambayo yalikuwa yanamstahili mwamuzi kusimama na kuyatafsiri kwa ingo hizo. Kwangu mimi kampista, kama mwamuzi angekuwa ni Dahane Beida, Singida wasingepata penalti hata moja leo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kabla ya matukio hayo vizuri kidogo umesema kama mwamuzi angekuwa Dahane Beida, sawa, Singida wasingepata penalti leo. Wala hayo matukio mengine yote ya kina Nation sijui, pengine hata tusingeweza kuyashuhudia yakitake longer. Kwa matukio ya penalti, kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu matukio ya penalti yote yalimhusisha Jonathan Soa. Na kwa nini nimezungumza hivyo? Mwanzoni kabisa, kabla hata ya tukio la penalti, kwenye kipindi cha kwanza, kuna faulu alifanya Jonathan Soa kwa Fabrice Ngoma. Kwangu mimi ile ilikuwa ni nyekundu straight. Kwa sababu ukitazama jinsi ambavyo alikwenda kumchallenge Ngoma, nilitazama ile video, namna ambavyo macho yake alikuwa anatazama mpira Jonathan Soa. Alipoona hawezi kushinda mpira, akanyanyua, yani alichokuwa ameslide, akanyanyua mguu wake kulifuata goti la Ngoma. Na katika sheria ya fouls and misconduct namba 12 ya mchezo wa mpira wa miguu, ile ni excessive, ni dangerous play, ilipaswa kuwa red. Kwa hiyo for me Heri Sasi alipaswa kumuonyesha kadi nyekundu Soa, na pengine tukio lake la penalti lile la kipindi cha kwanza lisingetokea kwa sababu asingekuwepo mchezoni. Lakini pia unajua amenishtusha kidogo. Vipi? Huyu mwenzetu anatazama kupitia runinga gani? Sasa wewe unachokifanya ni kwamba pengine huyu ambaye
ametengeneza hii story Jonathan Soa asingekuepo mchezoni kwa sababu angekuwa ameshaondoshwa. Umeona, angekuwa ameshaondoshwa kwenye kipindi cha kwanza, ile tukio lisingetokea, na kwenye kipindi cha pili pia tukio lisingetokea kwa sababu asingekuepo mchezoni. Umeona? Okay, sasa yupo sasa. Kwa sababu yupo matukio yote, tukio la kwanza imepigwa mpira mrefu, amekimbia katikati between ya Chamu pamoja na Shemalon, alafu goalkeeper anatoka Musa Kamara, Jonathan Soa anachagua kupeleka mpira upande wa kulia ili aweze kumuondoka kipa na kufinish, alafu Chamu anakatisha nyuma yake, anamgusa kidogo mabegani, alafu anamtrip clear. Ilikuwa ni njano pamoja na penalty, yani kwa clear, hata hakuna haja ya kuchambua sana. Second half pia grabbing and tripping ya Marlon Chefondo ilikuwa kwa sababu alikuwa mtu wa mwisho, kadi nyekundu na tuta pia. Kwa hiyo ni penalty mbili ambazo zilikuwa za wazi for me. Lile tuta jingine ambalo watu wengi wanalisanisha kwa maana ya tuta la Elvis Lupia kuvutwa na Abrazaki Hamza, for me nafikiri kidogo pale naweza nikamwacha risasi subjective kwa jinsi ambavyo alikuwa anatazama na mguso ambao ulifanyika kwa haraka, lakini pia hata jinsi ambavyo alianguka Elvis ni kama alikuwa anatarajia contact, alikuwa anasubiri contact akajiangusha, it was a bit soft. Kwa kidogo pale naweza nikamwelo, lakini matukio ya Soa ilikuwa ni penalty na matuta sahihi. Okay. Amini na nyekundu pia. Ukishainua mkono bana, kuna soft foul kwenye mkono. Alinyanyua yeye, alinyanyua mwamuzi pembeni. Yani mchezaji akishainua mkono kuelekeza kwa mwenzie kuna foul soft. Mkono kwa sababu mkono kwenye mchezo wa mpira hautumiki. Sawa, lakini hautumikije tena kama hautumiki kwenye kuzuia wala kushambulia. Sasa mpira si mchezo kugusana, lakini yani mkono hautumiki kwenye kuzuia wala kushambulia. Kwa hiyo ukishaonesha unatumia mkono, kwanza unatumia kiungo cha kufanya foul moja kwa moja. Ndio maana ukimshika mtu ni foul ya yellow card kwa sababu tayari umetumia kiungo ambacho ni cha nyongeza. Sasa mimi ninavyotafsiri alimgusa. Unatafsiri vipi? Yani alimgusa hakumshika. Umeona, maana yake kuna kumshika na kumgusa. Ukimshika mtu unakuwa umemsukuma. Sasa jinsi alivyomgusa yeye hakumsukuma. Kwa jinsi mimi ambavyo nimetazama, Hamza alivyomgusa Rupia hakumsukuma. Ila ni kama Rupia alikuwa anasubiri contact ajiangushe, na alipopata tumguso akaenda down. Kwa hiyo for me that sidhani kama ilipaswa kwa foul. Sawa. Kuna swali ambalo pia najiuliza mimi. Kwa mfano haya matukio yangetokea vice versa. Kama yametokea kama bila ni mweusi sana, ngoja nini? Au yangekuwa ambaye yanaweza kuinufaisha Simba Sports. Yaani mwamuzi anangoja nini? Bila. Au ndo wanaongoza nani Singida? Mwamuzi hataki kuthibitishwa wakiwa msaidizi. Kama ingekuwa 2-1 anaamua mwenyewe. Sasa kuna siku hapa tutasikia kuna siku kauli alitoa Mininjo, namkumbuka. Alikuwa ni mkurugenzi alikuwa ni Always Next Time. Alikuwa kwenye nafasi ya Oscar Milambo mkurugenzi wa ufundi wa TFF. Kuna kauli siku moja aliwahi kutoa kuhusiana na waamuzi. Leo hata Edgar Kibwana akiwa Dodoma ameuliza maswali matatu. Ni makusudi, maelekezo, ama hawajui waamuzi wetu? Asa hiyo alizungumza wakati akiwa Mbao bana. So akiwa hii swali ameuliza Edgar. Asemea hiyo una mkoti. Alisema kwa hiyo achana na hiyo. Sasa yeye aligusia kwamba Mininja alisema kwamba vilabu ndio tatizo kuu kwa waamuzi hao, kwa sababu hawa ndio ambao wanawarubuni waamuzi.